Ni aibu kwangu mimi kama baba msichana, mtoto wangu badala ya kuja kuongea na mimi na shida zake, anaenda kuongea na boyfriend wake. Kuna wengine ndio sio boyfriend, ni fiance, ni mume, hapo tuko sawa. Lakini mtu ambaye bado hata ijulikani atakuja kukua katika part of family, anaenda kupatiwa shida za msichana wangu ambaye mimi ndio baba yake. Msichana wangu anaenda kutoa shida zake kuhusiana na maisha yake, ima ni maisha ambayo inahusiana na mimi, ambayo hiyo ndio chungu zaidi. Yaani vipi? Msichana badala ya kuja niambie baba, leo umesema kitu fulani mimi nilikuwa sijafi. Anaenda kuambia boyfriend wake kwamba baba yangu ako hivi na hivi na hivi, mama yangu ako hivi na. Yaani huyo boyfriend amekuwa ni mtu wa siri wa mtoto wangu. Nimefanya nini mpaka mtoto wangu wa kike anakuwa hawezi kutoa siri zake mbele yangu? Ni kwamba simwachi aongee, ama ni kwamba nimereact kwa namna mpaka ananiogopa? Zote mbili ni makosa. Natakana ni react na mtoto wangu wa kike kwa namna siri zake zote zitakuwa zinaletwa kwangu. Anataka kuoa, anataka kukua na mtu, anataka kuwa na uhusiano na mtu yote, lazima aje kwangu aniambie baba, nimekutana na kijana fulani na nahisi nimempenda na niko na hivi na hivi na nataka nikuwe na yeye. Baba, niko na shida fulani na fulani katika nyumbani na baba na brother na fulani na nini, zote anakuja kuniambia mimi ndio tutatue. Anaenda kutoa siri za ndani ya nyumba ili ajitulize nje ya ndani ya nyumba. Kwa nani? Kwa mtu ambaye watakuwa labda 2 weeks kama boyfriend, watawachana. Ama atakuwa na mwingine na mwingine na mwingine, alafu kila siku siri zinaenda zinapelekwa huko, lakini sisi hatujui kunaendeleaje. Kwangu ni aibu sana. Kwa baba yoyote ambaye kuna mtoto wa kike ni aibu sana. Inabidi tuangalie ni vipi tutafanya siri za watoto wetu za kike zikuwe zinaletwa kwa baba, sio kwa mtu mwingine.